heshima. Najua wengine ni Waislamu, asalamu alaikum. Najua kuna wengine ni madhehebu tofauti tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Na Mungu majeshi ya Bwana. Naomba sasa, Mungu ametupa neema ya kukusanyika mahali hapa, lakini hatujaja kwa makusudi yetu sisi wenyewe. Amen. Naomba jambo la kwanza, kwa sababu naomba tusome kwenye kitabu cha Samueli sura ya 9, Samueli wa kwanza sura ya 9 na mstari wa kwanza. Tumwangalie kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Sauli. Hebu sema amen. Biblia inasema, basi kulikuwa na mtu mmoja Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abeli, mwana wa Sisoli, mwana wa Bekolathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli. Hebu naomba watu wote tuseme Sauli. Sauli. Huyo ndiye ambaye naanza naye. Biblia inasema huyu Sauli alikuwa ni kijana tena mzuri. Wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Kwa lugha nyingine alikuwa ni handsome wa kasheshe. Haleluya. Biblia inasema kuliko yeye, tangu mabega yake kwenda juu alikuwa na urefu kuliko watu wote. Ndio nimepata siri leo kwa nini warefu. Mstari wa 3 inasema, na punda wa Kishi wa baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanae, haya basi, toa watumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukatafute punda hao. Naye akapita katika nchi na milima ya Efraim, akipita katikati ya nchi ya Shalila, lakini hakuwaona. Kisha wakapita katika nchi moja. Hebu sema amen. Tunaangalia hawa watu, ni mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Alikuwa ni kijana mmoja. Biblia inatupa maximum, inatuambia alikuwa ni kijana mzuri, na kijana mzuri katika mji wao hakufanikiwa kuwepo kijana mzuri kuliko yeye. Hebu sema amen. Na alipokuwa ni kijana mzuri, ilifikia stage akapoteza punda. Alipofanikiwa kupoteza punda, wale punda baba yake akamwambia, sasa kwa sababu punda wamepotea, naomba uchukue jukumu la kwenda kutafuta punda. Akachukua jukumu la kwenda kutafuta punda. Na wakati anatafuta punda, akasikia habari za mtu mmoja anaitwa Samueli, kwamba kuna mtu ni muonaji, kuna mtu ambaye anaona. Yani huyu ni mtu amepoteza punda, ila anasema kuna mtu jamani ni muonaji, twende akatuoneshe kwa habari za punda. Alipofika mahala pale, kumbe ndi Mungu mwenyewe amekusudia huyu mtu ataenda kwa ajili ya lengo la kutafuta punda, lakini mwisho wa siku atatiwa mafuta na atakuwa mfalme. Majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kutafuta punda, akatiwa mafuta. Ina maana kuna mambo mawili hapa. Kilichompeleka ni punda, na Mungu alichokuwa amekikusudia ni ufalme. Kuna mtu mwingine anawaza, nimekuja leo kwenye nyumba hii, kuna maswali mengi, naomba nizungumze na wewe. Haujaja kwenye nyumba hii kwa ajili ya kupoteza muda, na kuna jambo ambalo Mungu ataliweka ndani yako, litakuwa la tofauti sana kwenye maisha yako. Amen. Kuna jambo ambalo Mungu ataliweka ndani yako, litakuwa la tofauti sana, litamea ndani yako. Linaweza lisionekane limemea kwa muda huu, ila kwa baadaye litakuja kumea. Kuna mtu mmoja alikuwa amekaa akawaza, ni mtu tu binafsi, ni mtu tu na maisha yake ya kawaida. Akawaza, bwana mimi ni mtu, hebu sema amen. Ni mtu kabisa, akawaza, bwana mimi natamani nianzishe ni aidha kikundi cha watu 3, 4, 5. Wakaamua, bwana tuanzishe kikundi ambacho hichi kikundi kitaitwa dini, na kitakapoitwa dini baadaye tutafute namna maalum sana ya kumtafuta Mungu. Yani tuungane, tuwe kikundi cha watu, tutengeneze watu, alafu tutengeneze utaratibu kwamba bwana tutakuwa kwenye kile kikundi chetu kuna staili ambazo tutakuwa tunaingia nazo ibadani, na kwa lugha ya jamii itaonekana kuwa kama ni kanisa, lakini kuna mtu aliyekusudia ili hicho kitu kiwepo. Hebu sema amen. Akaanzisha mtu mmoja kanisa la kwanza linaitwa Roman Catholic,
nataka nikuanzie mbali ili uweze kupata maana halisi. Hebu sema amen. Akaanzisha mtu kanisa, akaanzisha taasisi mwenyewe. Akaanzisha inaitwa Roman Catholic, ambayo ndo makanisa yote unayoyaona Tanzania kote yalianzishwa na mtu. Na alipokuwa ameanzisha mtu, akaja akatokea mtu mmoja ambaye aliona kuna mambo 99 katika dini hayako sawa. Anaitwa Martin Luther. Kuna mtu ndio maana ukimwambia mtu anakuambia mimi ni MKKT. Ila UKKT umeanza na mtu anaitwa Martin Luther. Akaamua aanzishe dini. Alipoanzisha, baadaye tena kwenye ile taasisi ambayo imeanza, akaja akatoka mtu mmoja akaanzisha kanisa linaloitwa Anglican. Ina maana makanisa haya unayoyaona, asikudanganye mtu kwamba yalishuka kutoka mbinguni, ila ni Mungu alishusha uvuvio ndani ya mtu ili ipatikane njia ya kumtafuta. Amen. Ili ipatikane njia ya kumtafuta. Na ndipo ambapo unayakuta sasa linatokea FPCT, linatokea kanisa fulani, linatokea dhehebu fulani, linatokea kitu fulani, lakini licha ya yote hayo ni Mungu mwenyewe amekusudia ili mapenzi yake yatimizwe katika ulimwengu huu. Na hakuna, naomba nikwambie jambo moja, hebu sema amen. Sasa ndio maana kila unapokuta dini ina msimamo wake. Kila unapokuta dhehebu lina msimamo wake. Kila unapokuta watu wanasema tunamwabudu Mungu, kuna kanuni zinazowafanya waabudu Mungu, na kuna kitu ambacho mwanzilishi alikiona. Kanisa hili unaloliona ni moja ya kanisa ambalo limeanzishwa na baba yetu anaitwa Askofu Josephat Gwajima. Kwa hiyo kuwa huru na uwaze kwamba Bwana ni mahali sahihi, kwa sababu na lenyewe ni sehemu mojawapo lilipotoka nilipokuelezea. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anachenga katika msimamo. Na imani yetu sisi tunaamini kwamba Yesu Kristo alikufa, na alipokufa akaangikwa msalabani na yote yakawa yameisha. Kwa hiyo inaweza ikawa ya kwamba umekuja kwenye ibada kwa ajili tu ya kuja kusikiliza ibada, ila Mungu huwa anakuwa na makusudio ili Mungu amsaidie mtu. Huwa ana kawaida ya kutumia watu. Ndio maana kuna baadhi ya watu Biblia inasema kwamba jaribu haliwezi kumpata mtu pasipokuwa na mlango wa kutokea. Kwa nini sasa watu wanakunywa sumu? Kwa sababu hajapatikana mtu anayeweza kumshauri, kumwambia acha hicho, fanya hiki. Na ndio maana Mungu anaamua nitengeneze jamii fulani itakayokuwa ikimwabudu Mungu. Na ndio maana unajikuta watu wengi wanaokuja makanisani, kuna baadhi ya matukio hatuwazi kuyategemea kwao, kwa sababu Mungu ana kawaida ya kuwatengeneza wanapokuwa katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema amen. Sasa tunamwona huyu Sauli akaenda akatiwa mafuta, na baada ya kutiwa mafuta akawa mfalme. Alipokuwa mfalme akaambiwa jukumu moja. Akaambiwa sasa wewe unakuwa mfalme, lakini wewe Sauli ninakupa jukumu la kuangamiza kabila moja linaitwa kabila la Waamaleki. Kwa leo Amaleki ni nani? Amaleki ni kabila mojawapo ambalo liliwazuia wana wa Mungu kwenda kwenye hatima. Watu wa Mungu wanaenda kwenye hatima, akapatikana kabila moja likawazuia, likamwambia Bwana, nyie watu wa Mungu hamwezi kwenda, na tuna vithibitisho vyote vya nyie kutokwenda. Akazuia. Alipozuia, Mungu akasema nampaka mafuta mtu huyu ili aje alipize kisasi. Na ndio maana kwenye Biblia ukisoma inakwambia usimwache mwanamke mchawi aishi. Ina maana huyu mtu akapewa jukumu na Mungu kwa ajili ya kudili na watu ambao wanafanya mabaya. Sisi kanisa letu limejengwa katika misingi ya kudili na kitu kinachoitwa magonjwa ya kichawi. Hicho kitu hatukubaliane nacho mchana wala asubuhi wala usiku. Hebu sema amen. Majeshi yako wapi majeshi? Kwa hiyo naanza sasa kuona kwamba umepata picha kwamba Mungu amekusudia nini. Ndio maana unashangaa kuna baadhi ya watu wanakunywa sumu. Unashangaa kuna mtu anakunywa sumu. Mimi nilishawahi kuwa na mtu mmoja. Nimechunga kanisa kwa muda mrefu kidogo. Mtu mmoja akaamua siku moja aliumizwa, ameumizwa. Kuna mahusiano mengi, akaumizwa, ameumizwa mahali, akaamua akanywa sumu. Akaamua bwana, mimi nimechoka na maisha, akachukua sumu akagigida. Alipokunywa sumu akajifungia ndani. Baadaye akaanza kuhitaji msaada. Jamii ikaja ikamsaidia, ikamtoa nje. Kumtoa ikabidi akimbizwe hospitali. Wakati nakutana naye unamuuliza changamoto hasa ni nini? Anakuambia baba, uwezi amini mchungaji, yaani nimekunywa sumu kwa sababu ya Abduli. Nimekunywa sumu kwa sababu ya yule baba. Nimekunywa sumu kwa sababu ya yule baba. Mungu anachokifanya, majaribu huwa yanakuja. Ila kila jaribu linalokuja linatakiwa liwe na mlango wa kutokea.
Kwa sababu kuna baadhi ya watu ukikaa kwenye jaribu kwa muda mrefu unaweza kuharibikiwa. Na hichi ndicho kitu ambacho shetani anakitaka. Anataka kila mtu ukipata tatizo, basi tatizo lako liwe ni moja kwa moja. Ndio maana unashangaa unakosa solution, unakosa marafiki. Na hata shetani unaweza kuwa na kampani kubwa, ila anaweza kukuingiza kwenye majaribu ambayo hata kampani yote ikaamua ikuache. Na ndio maana Mungu anasema niiteni. Ina maana pale ambapo unaona hapana mtu anayeweza kukufariji, yupo Mungu anayeweza kukufariji. Yapo makanisa yanaweza kukufariji. Hebu sema amen. Yapo makanisa ambayo yanaweza kukwambia achia hiki nenda hiki, fanya hiki nenda hiki. Nikwambie wewe ni wa muhimu sana mbele za Mungu, na ndio maana Mungu amekusudia uwepo hapa. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Francis. Natokea Uloa namba 5. Lakini vile vile ni mwanzilishi wa mahali hapa. Amen. Naomba kwa dakika chache, almost kama dakika 20 au 25. Nataka tumkaribishe mchungaji wa Nyamelangano ili aweze